Je, unaufahamu msitu wa Amazon? Ungana nami mwanzo mpaka mwisho ili kuufahamu zaidi. Hii ni VOC Media, msimuliaji wako ni mimi Halfan Rajabu. Msitu wa Amazon ni msitu mkubwa zaidi duniani unaopatikana barani Amerika Kusini. Ni sehemu yenye mvuto wa kipekee kwani ndani yake kuna maisha mengi ambayo hayaonekani kokote pale duniani. Msitu huu umeenea katika ardhi kubwa na mara nyingi hufananishwa na mioyo au mapafu ya dunia kwa sababu ya mchango wake katika kuzalisha oksijeni. Amazon si tu sehemu ya kijani, bali ni dunia ndogo ndani ya dunia ambayo tunaishi, inayohifadhi wanyama, mimea na hata binadamu wanaoishi maisha ya kiasili. Kutembelea msitu huu ni kama kuingia katikati au hadithi isiyo na mwisho na maajabu yake ya kiasili. Msitu wa Amazon unasambaa katika nchi zaidi ya 9, ingawa sehemu kubwa zaidi ipo nchini Brazil. Nchi nyingine ni kama Peru, Colombia, Venezuela, Ecuador, Bolivia, Guyana, Suriname na French Guyana. Kila nchi imepewa kipande chake cha msitu huu, na hivyo jukumu la kutunza linakuwa kwa pamoja. Amazon si mali ya nchi moja pekee, bali ni urithi wa dunia nzima. Ukitazama ramani unagundua jinsi msitu huu unavyotanda kwa ukubwa usioweza kufikiriwa. Ni eneo linaloonyesha uhusiano wa karibu kati ya mataifa haya ya nguvu za asili. Ukubwa wa Amazon unafikia zaidi ya kilomita za mraba milioni 5.5, jambo linalofanya kuwa sawa na ukubwa wa mabara madogo yakijumuisha pamoja. Ni eneo linaloweza kufunika karibu ya nusu ya bara la Ulaya. Ndani yake kuna mito mikubwa, mabonde ya kuvutia na maeneo yenye uoto mnene. Amazon inafanana na bahari ya kijani isiyo na mwisho unapoiangalia kutoka juu kwa ndege au satellite. Ndani yake kipande cha msitu kuna uhai unaojitegemea, na hilo ndilo linalofanya kuwa hazina kipekee duniani. Sababu ya msitu wa Amazon kuitwa mapafu ya dunia ni kwa sababu miti yake inazalisha zaidi ya 20% ya oksijeni inayovutwa duniani. Kila siku mamilioni ya miti humo hufanya kazi ya kuchukua carbon na kutoa hewa safi kwa wanadamu na wanyama wote. Hii ni huduma ambayo hakuna mashine yoyote duniani inayoweza kulinganisha. Bila Amazon, dunia yetu ingekosa chanzo kikubwa cha oksijeni na hali ya hewa ingekuwa na hatari zaidi. Hivyo basi, msitu huu sio tu kivutio cha asili, bali ni nguzo ya uhai wetu sote. Ndani ya Amazon kuna aina zaidi ya milioni 1 za mimea na miti. Miti mikubwa kuinuka kama minara ya asili ikitoa kivuli kikubwa chini yake. Pia kuna mimea midogo midogo inayokuwa kwa kujishikiza kwenye magugu au madhabibu mikubwa. Kila mmea una mchango wake katika kuendeleza mfumo wa maisha ndani ya msitu huu. Baadhi ya mimea hutumiwa kama chakula na dawa, hasa na makabila ya asili. Wataalamu wa tiba wamegundua kuwa zaidi ya robo ya dawa zinazotumika leo zinatokana na mimea inayopatikana msituni humo. Wanyama wa Amazon nao ni wa kuvutia na wa kipekee. Kwa mfano, jaguar, mnyama maarufu na mwenye heshima kubwa, anatawala msitu huu akiwa mwindaji shupavu. Kuna nyoka mkubwa zaidi duniani anayeitwa anaconda, ambaye huishi kwenye maji na mabwawa ya Amazon. Ndege wenye rangi za kuvutia kama makwa na toucan hupamba anga kwa mabawa yao zenye rangi angavu ndani ya miti. Nyani wa aina mbalimbali hufurahia maisha huku wakirukaruka kutafuta chakula. Kila kona ya msitu huu inatoa sauti za ajabu zinazojumuisha milio ya ndege, milio ya vyura na ngurumo za wanyama wakubwa. Mto Amazon ndio uti wa mgongo wa msitu huu. Ni mto mkubwa zaidi duniani kwa ujazo wa maji, unaozalisha karibu 20% ya maji yote safi yanayoangukia kwenye bahari. Unapita katikati ya misitu ukiwa na mtandao wa mito midogo midogo zaidi ya 10,000. Maji yake yanabeba maisha ya kuunganisha viumbe vya ardhini na majini. Mto huu pia unahudumia maelfu ya watu wanaoishi kando kando yake kwa chakula na usafiri. Kwa hakika, bila mto Amazon, msitu huu usingekuwa na nguvu ile ile tulionayo leo. Maji ya mto Amazon yamejaa viumbe vya ajabu. Kuna zaidi ya aina 2,000 ya samaki, wakiwemo piranya maarufu kwa ukali wao. Lakini pia kuna samaki mkubwa sana anayeitwa arapiama, ambaye anaweza kufikia urefu wa mita 3. Aidha, kuna samaki wanaotoa umeme wa kweli wanaoitwa electric eels, wanaweza kushangaza na kulinda maisha yao. Moja ya viumbe wa ajabu zaidi ni pombo.
wa rangi ya pinki wanaopatikana humo pekee. Kila tone la maji ya Amazon lina siri mpya ya kugunduliwa. Zaidi ya mimea na wanyama, msitu huu wa Amazon pia nyumbani kwa watu. Kuna zaidi ya makabila 400 ya asili ambayo yameishi ndani ya msitu huu kwa maelfu ya miaka. Wengi wao bado wanaishi maisha ya kiasili bila kuguswa na dunia ya kisasa. Wanategemea msitu kwa chakula, mavazi, dawa, makazi ya asili pamoja na ya kila siku. Kabila moja linaweza kuwa na mila na tamaduni tofauti na kabila jingine, jambo linaloonyesha utajiri wa kitamaduni wa Amazon. Msitu huu sio tu sehemu ya mazingira, bali pia ni makumbusho ya maisha ya kibinadamu. Makabila haya yamejifunza kuishi kwa mshikamano mkubwa na mazingira yanayowazunguka. Wanatumia mimea kama tiba ya magonjwa mbalimbali, wanyama kwa chakula na miti kwa ajili ya kujenga makazi. Wanajua siri ambazo wanasayansi bado hawajazigundua, hasa kuhusu mimea na dawa. Baadhi ya makabila haya hayajawahi kuwasiliana na watu kutoka nje ya msitu huo, na serikali zinajitahidi kuyaacha yaishi bila kuingiliwa. Hii inatufundisha somo kubwa kuhusu kuheshimu maisha ya wengine na kulinda tamaduni za kipekee. Amazon inawahifadhi watu kama vile inavyowahifadhi wanyama na mimea. Licha umuhimu wake, msitu wa Amazon unakabiliwa na changamoto kubwa. Ukataji miti kwa ajili ya kilimo, ufugaji na ujenzi unasababisha sehemu kubwa ya msitu kupotea kila mwaka. Moto wa misitu pia ni tatizo kubwa, na mara nyingi husababishwa na shughuli za kibinadamu. Uharibifu huu unasababisha kupotea kwa spishi nyingi za mimea na wanyama. Pia unachangia ongezeko la joto duniani kwa sababu miti michache inabaki kunyonya hewa ya kaboni. Hali hii inatishia mustakabali wa misitu na hata maisha ya dunia nzima. Hata hivyo, kuna juhudi nyingi za kulinda na kuhifadhi msitu huu wa thamani. Mashirika ya kimataifa na serikali za nchi mbalimbali zimeanzisha miradi ya hifadhi. Wanaharakati wa mazingira pia wanapaza sauti zao kuhusu hatari zinazokumba msitu wa Amazon. Makabila ya asili yameanza kushirikishwa ili kulinda ardhi yao na kuhakikisha msitu unabaki kwa vizazi vijavyo. Watu kutoka sehemu zote za dunia wanahimizwa kupunguza matumizi ya bidhaa zinazochochea ukataji miti. Kila hatua inayofanywa na tunayochukua inaweza kuwa msaada mkubwa katika kulinda Amazon. Kwa ujumla, msitu wa Amazon sio tu msitu wa kawaida, bali ni moyo unaopiga kwa ajili ya dunia nzima. Ndani yake kuna oksijeni tunayovuta, dawa tunazotumia hospitalini, chakula cha makabila ya kiasili na mandhari mazuri ya kuvutia ambayo hayawezi kulinganisha sehemu yoyote ile. Lakini uhai huu uko hatarini kutokana na ukataji miti na uharibifu unaoendelea. Ni wajibu wa kila mmoja wetu kulinda msitu huo Amazon kwa vitendo vidogo vidogo na hata vikubwa. Tukilinda msitu huu, tunalinda maisha yetu wenyewe na ya vizazi vijavyo. Amazon ni urithi wa dunia nzima na ni lazima tuutunze kwa heshima kubwa. Ulikuwa ukifuatilia makala hii maalum kuhusu msitu mkubwa wa Amazon. Mimi ni Halfan Rajabu na hii ni VOC Media. Usisahau kusubscribe, comment pamoja na kulike ili kwanza kupata taarifa zetu.